ninakusihi, tena ninakushauri, na tena ninakuelimisha katika maandiko haya, usije ukaitikia kupotezwa na mtu yeyote. Maana injili ya kweli, true gospel, the true gospel, injili ya kweli, number one, inaleta salvation. The true gospel, au injili ya kweli inaleta wokovu. Injili ya kweli yaleta wokovu. Wacha nisome katika kitabu cha Warumi 1 mstari huo wa 16 ili tusikie neno linasema nini. Ndugu yangu, ili tusikia kwamba the true gospel au injili ya kweli yaleta wokovu. Kitabu cha Warumi, waraka wa Warumi 1 mstari huo wa 16, maandiko inasema hivi: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba sionei haya, hakuwa anaonea haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, na kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hivyo injili yaleta wokovu. Injili ya kweli yaleta wokovu. Lakini injili ya panda mbegu, injili ya pokea makonteina, injili ya kuambiwa ya kwamba nunua mafuta, injili ya kwamba nunua chumvi, injili hiyo hakuna pahali popote itakusaidia ndugu yangu. Haitakusaidia hata kamwe. Kwa hivyo utaishi kulia, utaishi kuangamia, na utatapeliwa pesa zako. Tena unaambia kwamba umeokoka. Na ndio unaona hata siku hizi wahubiri hawa wanaambia watu ya kwamba kuja piga magoti tukuombee ili upate wokovu. Wokovu haupatikani na njia hiyo. Wokovu haupatikani kwa kuombewa na mhubiri. Wokovu unapatikana kwa kuamini neno la kweli. Watu wengi wanahubiriwa injili ya kwamba ati sema maneno haya nyuma yangu, sema Mungu, nimesikia neno na kuomba, futa jina langu katika kitabu cha Shetani, niandike jina langu katika kitabu cha milele, cha uzima wa milele. Sasa unaambiwa kwamba umeokoka. Hakuna wokovu unapatikana na njia hiyo. Hao ni wahubiri ambao hawajajifunza neno. Hao ni wahubiri ambao hawajafanya utafiti katika maandiko na kusoma ili wapate kuelewa, je, wokovu unapatikana na njia gani? Kwa hivyo injili ya kweli inaleta kitu inaitwa salvation. The true gospel brings salvation. Kwa hivyo, and its power, iko na nguvu, the power of salvation. Kwa hivyo watu wengi ambao wanaotaka kufuata kweli, ni vizuri wajue ya kwamba injili yaleta wokovu. Jambo la pili, injili ya kweli inaleta nini? Inaleta nuru. Brings light. The true gospel au injili ya kweli brings light. It brings light. Wacha tusikia maandiko inasema nini. Kitabu cha waraka wa Wakorinto wa pili 4 mstari huo wa 4, maandiko inasema nini? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Masihi, aliye sura yake Mungu. Kwa hivyo tunasikia kwamba injili inaleta nuru ya utukufu wake Masihi. Kwa hivyo injili inaleta nuru ya utukufu wake Masihi. Kwa hivyo yoyote ambaye ameamini injili ya kweli inaleta nuru ndani yake. Kwa hivyo
Kwa nini ilete nuru ndani yako? Sababu mara ya kwanza ulikuwa katika giza. Ulikuwa katika giza. Na wakati ulikuwa katika giza, ndio injili ya kweli ulipoisikia. Injili ya kweli ndio inaleta nuru. Kwa hivyo giza inatoka ndani yako. Kwa hivyo ambao wako katika gospel of prosperity, ndugu yangu, nina shauku kumbwa, nina tetemeko kumbwa, na nina jambo la kufanya niwe na uoga sana, kwa sababu wakati uko katika injili ya gospel of prosperity, the right cannot be in you, because Masihi injili yake si ya prosperity. Masihi injili yake ni ya kuwaita watu watoke katika dhambi, ili ndani yao aondoe giza. Akiondoa giza ndani yako, alete nuru. Nuru ikuwe ndio inakuangazia ndani yako. Kwa hivyo wewe unakuwa mwana wa nuru, maana umehubiriwa injili ya kweli. Kwa hivyo mimi ninajua ya kwamba, na ni tumaini langu ya kwamba, ukitikia neno la kweli, ukitikia injili hii ya kweli, nuru itakuwa ndani yako. Jambo lingine injili ya kweli inaleta, injili ya kweli inaleta, injili ya kweli inaleta kitu inaitwa nini? Inaleta kitu inaitwa immortality. Immortality ni kumaanisha nini? Wacha tusome kitabu cha Timotheo, waraka wa Timotheo, kitabu cha waraka wa Timotheo nasema nini? Timotheo, maneno mengine immortality, tusikie Biblia inasema immortality inaitwa nini na lugha ya Kiswahili. Hali ya kukosa kufa. Yaani wacha tusikie. Timotheo wa pili 1 mstari huo wa 9. Timotheo au waraka wa Timotheo wa pili mlango huo wa kwanza mstari huo wa 9 inasema hivi: ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi. Kwa hivyo hatukuitwa kwa kadri ya maneno yetu sisi, hapana, bali kwa kadri ya makusudio yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Masihi tangu milele. Mstari huo wa 10, na sasa inahidhirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Masihi, aliyembatili mauti. Yaani aliyebatili mauti. Masihi yetu ndiye aliyebatili mauti. Wacha tusikie, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutoharibika. Masihi tunasikia kwamba alifunua. Masihi alifunua uzima. Aliufunua uzima. Tunasikia kwamba aliufunua uzima. Jambo hilo lingine, na kutoharibika. Kutoharibika. Masihi aliufunua uzima na kutoharibika. Wacha tuendelee. Kwa ile injili. Ndugu zangu, maneno haya ni maneno matamu, maneno ambayo yamezidi asali. Yaani tunasikia kwamba Masihi aliufunua uzima. Masihi alileta kutoharibika. Kwa nini? Kwa injili. Yaani kwa injili. Na alibatili mauti. Alibatili mauti.